Yes, 1 2 1 2. Naomba mahali ulipo, kama wewe ni mtu ambaye ana heshima ya Mungu ndani ya moyo wake, simama kwa miguu yako miwili. Mtu ambaye ndani yake anakuwaga na heshima ya Mungu, ukisikia mambo ya Mungu, roho yako unasema tu hapana, lazima niheshimu Mungu, na ni kitu kizuri. Mungu ni wa kila mmoja, especially wale ambao wameokoka, wanaelewa hiyo. Mungu ni wa kila mmoja, japo tu kuna wale ambao wanampinga, wanamkataa, wanakwenda kinyume na yeye, lakini Mungu ni wa kila mmoja. Yeye ameumba mbingu na kila kitu, ameumba ulimwengu wote, ameumba dunia yote, wanyama wote ameumba Mungu, nyota za mbinguni, kila kitu Mungu ameumba. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kuna bwana pale, sijui kuna kazi gani anafanya hapo, na nimesema tuombe. Tunaomba, wacha kazi yako bwana kidogo, tuombe Mungu. Hatupendi tunafanya vitu kama hatuelewi. Heshima ya Mungu ni ya muhimu sana. Inamisha uso wako. Baba mwenye mamlaka na nguvu zote, Mungu muumba mbingu na dunia na vyote vilivyomo, na kutukuza Baba yangu, Mungu wangu na Mwokozi na muumba wetu, tunasema asante kwa siku njema. Hii ni siku ambayo imetoka mikononi mwako, ikaongozwa na wewe kwa nguvu na mamlaka yote. Mambo yote yametendeka siku ya leo, yalikuwa katika mipango yako, hata mwanadamu asielewe. Kila shughuli imefanyika siku hii ilikusudiwa na wewe Bwana. Sisi wote tuko ndani ya mipango yako, hakuna yeyote ambaye yuko nje ya mipango yako. Hata yule anayeasi anawekwa katika sehemu ya uasi. Ndio maana andiko linasema Mungu ameumba vitu vyote kwa kusudi lake, hata wabaya kwa wakati wa ubaya. Maana yake hata mahali huyo mbaya ako sahihi, ako kwa kusudi lako. Mahali yule mzuri ako sahihi, ako kwa kusudi lako. Wewe ndio unawahesabia wenye haki haki yao, na wewe unayewahesabia waovu makosa yao. Ninakushukuru Mfalme, kwa sababu neno ambalo umeweka jioni ya leo mbele yetu ni neno la kutujenga, wala sio la kutubomoa. Wengi wetu husikia sauti ya neno lako tukadharau. Wengine tumefika mahali mpaka tunachagua, tunasema hii naweza sikia, hii siwezi sikia. Na Biblia inasema kila neno lenye pumzi ya Mungu, kila neno. Haisemi hii tunaweza chukua, hii tunaweza acha. Kila neno lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa maonyo, kwa kurekebisha, kwa kumkemea Mkristo ili aweze kukamilika. Nashukuru hata kwa kiwanja ambacho umeweza kukitenga kwa ajili ya shughuli hizi. Tuongoze Bwana kwa mapenzi yako, tuongoze tu kwa sauti yako, tukupendeze wewe wala sio wanadamu. Tuweze kutafuta njia ambayo tutakutukuza kwa roho na kweli. Mengine mengi wewe ni mwaminifu. Tunakushukuru kwa kutukirimia wema wako, baraka zako, uaminifu wako, japo sisi tunakosa, japo sisi tunakeuka maagizo yako. Tunashukuru kwa yote unayotenda. Asante Mfalme. Basi ninaomba nikaongozwe nami katika makusudi yako mema, sije nikayanena yangu, mawazo yangu, fikira zangu, hapana.
yale yote ninayotamka nikayanene kwa mwongozo wako. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Naomba chukua nafasi yako, karibu, chukua kiti, kaa. Tunaongea mambo ambayo yanaweza kutujenga vizuri, yanaweza kutusaidia vizuri. Maisha ya Kikristo ni mazuri sana, lakini yana masharti yake. Ni maisha mazuri, maisha ya Kikristo ni mazuri, ni matamu kweli kweli. Biblia inasema ukitaka amani, ingia kwa Ukristo. Ukitaka upendo wa kweli, ingia kwa Ukristo. Ukitaka uzima wa milele, ingia kwa Ukristo. Ni maisha mazuri. Ukitaka baraka za kweli, ingia kwa Ukristo. Ni maisha mazuri yenye baraka tele. Ni maisha ambayo yana mwelekeo, hayakupotezi. Lakini kuna masharti, kuna kanuni ambazo lazima uzifuate. Usipofuata kanuni hizo, basi ndugu yangu, maisha ya Kikristo yatakuwa tu wimbo mzuri, wimbo tu mzuri ambao unaweza ukasikia unaimbwa ukaupenda kweli kweli, na ukasema naomba ningekuwa kama huo wimbo vile imeimbwa. Yaani inaweza tu ikawa wimbo mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Saa nyingine huwa tunasikia nyimbo nzuri zinaimbwa, tunasema haki, naomba tu ningekuwa katika hiyo maisha ya hiyo wimbo imeimbwa. Lakini sasa ni wimbo tu utasikia siku zote. Na mimi nataka nikuhakikishie, hili ni jambo ninaongea kila wakati nikipata nafasi ya kusimama mbele ya wateule. Ni jambo ninaliongea kila wakati, tena naliongea kwa nguvu sana. Ndugu yangu, ukitaka kuona matunda ya Kikristo, ng'ang'ana uwe na tunda la utiifu. Tii maagizo ya Bwana, tii. Wengi tunajua kuomba kweli kweli, lakini ikifika mahali pa kutii tumeanguka. Ninakwambia ukweli kabisa. Ikifika mahali pa kuomba, wewe ingia kanisani Jumapili, uone vile watu wanaweza kuomba mpaka wakakuacha wewe ukidondosha machozi. Watu wanaomba bwana, Wakenya wanajua kuomba. Lakini ikifika swala la utiifu, utiifu katika mambo ya Mungu, ndugu yangu, wengi wetu tumeanguka. Na hiyo ndio kitu inatunyima sisi, inatunyima kuona ukomavu wa kiroho. Tuko ndani ya Ukristo, tuko pale, tuko wengi, tuko watoto wengi pale, tunarandaranda, tumejaa pale, lakini ni wachache wanaofikia ukomavu wa Kikristo. Wangapi wananielewa language ile ninasema? Tuko wengi. Ni kama sasa hivi ukienda kwa shule yoyote primary school, utakuta watoto wanacheza hapo. Watoto wengi wamejaa hapo, wanacheza pale, wanacheza. Iko shule moja inajulikana na watoto wengi Kenya mzima, inaitwa Mwiki Primary School. Ukiingia pale utakuta watoto bwana, lakini wachache wanafika ukomavu, wachache. Kwa wale watoto wengi wako pale, wengine watatokea waizi wa hali ya juu pale kwa hao watoto. Wengine watatokea wavuta bangi kweli kweli, wengine watatokea pale malaya international. Wangapi tunaelewana? Kwa hao watoto hao, au wachache tu, wachache utasikia huyu ni daktari, huyu ni wakili, huyu. Yaani wachache tu wanatokea, maisha yao ni mazuri, maisha yao yanapendeza. Wachache, wasichana wachache watatokea pale, usikie tulikuwa kwa harusi ya huyu, tulikuwa kwa harusi ya wachache. Sababu hili tunda la utiifu hata shuleni ni shida. Tunda la utiifu shuleni, sio watoto wote watiifu. Wote wamevaa uniform, wanatai, wanasweta, wamebeba bagi za shule. Lakini ukiangalia tunda la utiifu, sio wote wako nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri bwana. Mpe Yesu makofi ya adabu. Na kufunza kitu kitakusaidia. Hilo ndio jambo ambalo Mungu anasema ni tunda la maana kuliko ile sadaka unatoa.
Utiifu. Mungu alimwambia Sauli, kutii ni bora kuliko sadaka hata na dhabihu ya kuteketeza, kwa macho ya Mungu. Unajua tatizo, sisi hatuna time ya kutafuta vitu ambavyo vinaweza kumgusa Mungu. Tukienda kwa Mungu tuna mambo yetu, tukienda kwa Mungu tuna mambo yetu. Sasa kumwelewa Mungu inakuwa shida. Hatumpi Mungu ni masikio. Hiyo ndio shida tuko nayo. Ndio maana utakuta Wakristo wachache wanaweza kutembea na Mungu vizuri mpaka wakashiriki matunda ya Mungu. Wakristo wachache, kwa sababu wachache wako na ile akili ya kufika kwa Mungu na kumsikia. Wengi tuna akili za kufika kwa Mungu na kelele. Bwana Yesu asifiwe sana. Samuel, tunakubaliana hapo? Ni wachache wanafika kwa Mungu na kuuliza, Mungu unasemaje? Mungu unasemaje? Unatakaje? Biblia yote hii nimekuwa nikisoma hii miaka 7 bwana. Miaka 7 tu nimesimama hapa. Nimekuwa nikiwasomea kila jioni, nawasomea. Na hakuna mahali nimekutana na eti Mungu anasikilizaga mapenzi ya wanadamu. Sababu anajua tunda ya mapenzi ya mwanadamu ni ubatili. Ni ubatili. Mwanadamu anayekosa roho ya Mungu ndani yake, mawazo yake ni dhaifu, tamaa zake ni mbovu, kwa sababu anategemea matunda ya mwili. Paulo anasema matunda ya mwili ni dhahiri. Sasa mtu yoyote ambaye amekosa roho wa Mungu ndani yake, ndugu yangu, kuelewana na Mungu ni ngumu. Wewe unategemea hisia za mwili wako. Ukipiga magoti kuomba, unaomba kulingana na tamaa inayosukumwa na mwili wako na mawazo yako. Wengine wetu hata tunakosa kuelewa ya kwamba mpango wa Mungu ni bora kuliko mpango wa mwanadamu. Ndio maana mimi huambia hata watu kanisani, wacha kuambia Mungu aingie kwa mpango wako. Wewe una mpango wewe hujui hata kama unakufa kesho, hujui. Wacha kulazimisha Mungu ingia kwa mpango wangu. Mwambie Mungu niweke kwa mpango wako. Yeye alikujua hata kabla hujazaliwa, alikujua. Alijua kama utakuwa gaidi, alijua. Kama utakuwa mtu mwema, alijua. Mungu, naomba uingie kwa mpango yangu, na unakufa leo. Naomba uingie kwa mpango yangu Mungu. Mungu, naomba tu hii mwaka naomba tu Mungu nifaulu hii mwaka, na unakufa leo. Najua wengi wenu hampendi kusikia kifo kanisani. Watu wanasema, bwana, tumekuja kanisani, huyu mtu atubariki anaongea mambo ya kifo. Kifo kiko kanisani, kifo kiko. Ni vile tu wengi wetu tunapuuza. Kama kuna kitu unastahili kuogopa maishani mwako kama Mkristo ni kifo. Sababu kifo kinakukatia mambo yako yote inakatwa na kifo. Nisikize ndugu yangu, yuko mfalme mmoja ndani ya hii Biblia mwenye akili, anaitwa Hezekia. Aliposikia habari za kifo akasema, ngoja Mungu nijipange, sababu najua kifo kinibeba mambo yangu kwisha. Wengi wetu hatufikirii mambo ya kifo. Kila mwaka ukiruka unasukumana tu na Mungu. Ni kama ndugu yangu utaishi milele. Alois, mimi hata sijui watu wanaanzaga kuomba lini ya kwamba Mungu, sasa naona ni kama kifo inakaribia, nipange. Wewe unajua hata mtu wa miaka 70 bado anasema, Mungu nataka tu niinue, nataka tu njia zangu zifungue. 70 years na hujaanza kujipanga na kifo. 80 inagonga 80, bado tu wewe unaperopokwa. Mungu, sasa nataka tu niinuke, sasa ile shamba nimeinunua ninunue ingine. 80, wewe uko na wazimu my friend. Mimi hata ikifika tu nikiangukia 50, Mungu anisaidie nigonge 50, naanza ndugu yangu, naanza kujipanga na hiyo maisha. Naambia Mungu, Bwana, kama umenisaidia kuona half a century, hiyo nusu imebaki ni ya kubahatisha. Wacha tujipange na wewe sasa. Tujipange na wewe kuhusu maisha yajayo.
umenisaidia kuona half a century. Wacha nijipange na maisha yangu huko. Lakini sio eti umemaliza 50 bado akili yako inasema sasa 51, baba naomba uniongeze mtoto mwingine. Una wazimu my friend, wewe uko na wazimu, una wazimu mbaya. Mwenye masikio afanye nini? Mwenye masikio afanye nini? Ndugu yangu, vya Mungu vinapangiwa. Na kama wewe ni mtu umeokoka, una akili timamu, panga ya Mungu. Vya duniani ushaviondokea wakati ulipookoka, ukafanywa tambiko la kubatizwa, ukafa na Kristo, ukafufuka. Vya duniani uliviondokea hapo. Maandiko iko wazi kwenye kitabu cha Wakolosai 3, kwa kuwa mmebatizwa. Yaani maisha yako na Kristo yanaanzia pale kwa ubatizo. Kwa kuwa mmebatizwa na Kristo, mmekufa naye, mmefufuka naye, anzeni kuyawaza yaliyo juu Kristo aliko. Inaanzia hapo kwenye huo ubatizo. Tupilia mbali mambo ya dunia, kwa sababu kuingia ndani ya maji ni agano. Mimi sijui wewe unaelewaje kuhusu ubatizo. Unajua ubatizo ulifanyika kidini mpaka ukakosa maana yake, kidini. Lakini ndugu yangu, lile ni agano. Nilikwambia mchawi akikuingiza ndani ya maji, ndugu yangu, wewe kuisha. Mchawi akuingize ndani ya maji, akwambie hii ni dawa tunakufanyia, hii ni tambiko, ndugu yangu, lile agano litakuandama mpaka kufa kwako. Hiyo mganga tu akuchukua. Mimi nilikwambia, niliona wakati ile mishuki alikuwa anapeleka watu wa Mungiki mbio, watu wa Citizen wakaanza kupiga picha vile Mungiki wanabatizwa, na nikasikia ndugu yangu, lile agano linafata watu mpaka leo. Hilo agano hilo, walikuwa wanaingizwa ndani ya maji, wanaambiwa mambo fulani, wanaambiwa pombe msikunywe, mambo ya uasherati msifanye, nini msifanye, nyinyi kaeni hivi. Wale waliokaa hivyo mpaka sasa hivi wako salama. Wale walijiingiza kwa pombe, umalaya, nini, wamekufa wote. Ile ni agano ile. Sisi watu wa kanisa ndio tulicheza na mambo ya ubatizo, mpaka tunachukua vitoto vidogo. Vitoto hata havijui maana ya ubatizo, tunavibatiza. Vitoto vidogo unabatiza nini? Unambatiza mtoto mdogo, anaamini nini? Kristo anasema aaminie abatizwe. Mitume walimwambia yule jamaa yule towashi, Filipo alimwambia towashi, kama umeamini kikweli tunakubatiza. Kikweli, maana yake imani iwe. Sasa huyu mtoto huyu anaamini nini wewe umbatize? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni agano. Wakristo wengi wanasumbuliwa na hilo agano. Hilo wewe uliingia kwa ubatizo ukafikiria ni mzaha, litakusumbua ndugu yangu. Wengine wenu, wazazi wenu waliwaweka wakfu mapema. Usifikirie kuna mzazi anataka kwa nyumba yake kuwe na gaidi. Hakuna mzazi anataka kwa nyumba yake kuwe na gaidi. Ndio maana wazazi walitupeleka makanisani mapema. Wengine tukiwa kwenye makanisa ya Katoliki, watoto walilishwa kipaimara, sijui wakalishwa nini, wakaanza kushiriki mwili wa Kristo. Ukiwa mdogo unashirikishwa mwili wa Kristo. Unakula mkate, unakunywa divai, unakula mkate, Ndugu yangu, lile agano, wewe ulipotoka kwa wazazi wako ukaja Nairobi hapa, ukaanza mogoka, ukaanza kukula sijui nini, hilo agano litakuua. Mwenye masikio afanye nini? Wengine wazazi bwana walisukumana na watoto wao mpaka watoto wakao wanakaa karibu na father. Yaani wewe unamsaidia mchungaji. Angalia hiyo level ya kiroho. Wewe unafikiria ni level ndogo. Uinuliwe mpaka mahali sasa wewe ni mtoto ambaye anasaidiana na father. Father anasema lete hii, unampatia. Father anasema lete ile, unampatia. Yaani wewe unafanya kazi ya madhabahu na mtumishi wa Mungu. Hiyo sio level ndogo. Alafu wewe unatoka kwa wazazi wako unakuja hapa
unaanza kukimbizana na skati. Ukiona skati njoo, ukiona skati njoo. Ndugu yangu, utakufa. Na ninakwambia leo, kama ndugu yangu wazazi wako walikusukuma mahali ukafika mahali unatumika mbele ya kanisa, ndugu yangu, rudia Mungu. Nisikie, hilo neno halijatolewa bure, limetolewa na sababu yake. Kama wazazi walifanya juu chini wewe mpaka ukafika mahali unashiriki mwili wa Kristo, rudi ndugu yangu kwa Mungu. Vya roho vinaua, hawana mchezo. Vya rohoni vinaua. Wakikuweka alama hivi haijalishi wewe ni mdogo, wewe ni mkubwa, haijalishi. Vya rohoni vinaua. Mwenye masikio afanye nini? Elkana na mke wake walisema, huu mtoto huyu tunampa Mungu huyu. Wakafikiria ni jambo la mzaha. Walipompeana kwa hekalu, inasemekana yule mama kila mwaka alikuwa anafunga safari kwenda kumwangalia mtoto kila mwaka. Eli akaangalia ile safari huyu mama anapiga na mzee wake, akamwambia Mungu, si uwapatie watoto huyu, uwapatie watoto wengine, waache kumfatafata huyu tayari ni dhabihu imetolewa katika madhabahu, waache kumfuatafuata. Hapa hakuna connection kati yao na huyu mtoto. Hii connection iliisha, walishamtoa. Unacheza. Yesu alifika mahali akamwambia mama, mtoto wako ni huyo, mimi wachana na mimi, mtoto wako ni huyo. Yohana, mama yako ni huu. Ndugu yangu, vya rohoni vikisha kuchukua hivi, ndugu yangu, wachana na mambo mengi. Ndio maana wana uhuru hata wakukuua wakisha kuchukua. Wacha mchezo na vitu vya rohoni. Kama uko serious na kanisa, ndugu yangu, toka huko, rudi baa. Wacha mchezo na kanisa, utakufa. Vya rohoni havina mchezo. Mwenye masikio afanye nini? Turudi ndani ya Biblia, kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 58. Vya rohoni havina mchezo ndugu yangu. Wakikuweka alama watakufuata paka wakumalize. Kama ni wakukuokoa watakuokoa, wala mama yako hawezi kukuondoa kwa agano la kiroho. Yesu alisema, nimeleta upanga mimi kati ya baba na mama na wazazi na watoto. Nimeweka upanga. Nikichukua nimechukua. Mimi nikichukua nimechukua. Nacheza na vitu vya rohoni, vitakusumbua. Nilikuwa nimeokoka lakini nikaona nirudi nyuma. Ndugu yangu, lile agano litakusumbua wewe. Litakusumbua na haina dawa. Haina dawa. Dawa ni kurudi tu kwa mikono ya Mungu, ulilie hapo. Haina dawa. Wewe ukifikiria na kudanganya, muulize anaitwa nani huyu jamaa Sauli. Sauli alifanya mchezo na Mungu. Alisumbuliwa mpaka anaenda kutafuta wachawi wamuinulie Samueli, aongee na Samueli. Samuel anaambia, wewe Mungu alikukataa, wewe uliasi. Mungu alikukataa, wewe uliasi. Kuna watu wanaweza kutafuta shida zao za kimwili, lakini hawana time ya kutafuta shida za kiroho. Naongea na nyinyi. Kuna mtu akiwa na shida za kimwili ataenda kwa daktari wa kila aina atatuliwe shida yake, lakini wakati kuna shida za rohoni zinakuandama, ndugu yangu, una time. Na hizo za rohoni ndio ziko na nguvu ndugu yangu. Kaa na watu wanajua mambo ya rohoni. Wachana na watu wa Nairobi. Watu wa Nairobi wamepotea kwa dhambi. Wacha Nairobi, hata jiji la Mombasa, hata jiji la Kisumu, yani mji wowote tu, angalau kule reserve ndio watu wana akili za mambo ya rohoni, bado wanamilikiwa na mambo ya rohoni. Kule reserve utasikia mambo ya mila, kule reserve utasikia mambo ya kanisa, na wale wanashika kanisa wanashika kweli kweli, na wale wanashika mila ndugu yangu wanalala mpaka makaburini. Hawafanyi mchezo.
wanachinja mpaka damu zinamwagika, wanalamba damu. Wale wanashika Mungu wanashika kweli, na wale wanashika mila wanashika kweli. Hapa Nairobi watu wameweka kisomo cha akili mbele, mpaka wanafikiria kisomo cha akili iko na mamlaka ya kiroho. Hakuna, ndugu yangu. Mungu akusaidie kuelewa. Sikia Wakorintho wa kwanza 15:58. Kwa hiyo ndugu zangu wapenzi, simameni imara, msitikisike, mzidi sana katika kuitenda kazi ya Bwana, kwa maana mnajua ya kuwa kazi yenu si bure katika Bwana. Simameni imara. Simama imara. Wewe uliokoka ndugu yangu, simama imara. Kama kuna kitu kikubwa Mungu anachukia ni mtu ambaye ako na sura mbili, mara we baridi, mara we moto. Anasema wewe, mtu kama huyo anampatia Mungu kichefuchefu. Anasema nitakutapika. Mtu baridi moto unamfanya Mungu anasikia kichefuchefu, atakutapika. Simama imara bwana. Wewe ukishaweka mkataba kwa mambo ya kiroho, vya mwilini wachana navyo, wachana navyo. Kama kuna mahali mtu anaangukaga haraka ni kwa mambo ya mwilini. Huu mwili huu hauna break, hauna break huu mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu Mungu amechoka navyo, kuna vitu Mungu amekata tamaa navyo. Anasema mtu yoyote ambaye anaenenda kimwili, tamaa za kimwili, mawazo ya kimwili, hisia za kimwili, mtu yoyote ambaye anaenenda kimwili hawezi kumpendeza Bwana. Lakini mtu anayenenda kiroho anampendeza Bwana. Unajua kuna injili ambayo tunahubiri na tunasema huu ndio ukweli. Ukubali ukatae, huu ndio ukweli. Hatupambani hapa. Eti njoo nikupambe, nikupake mafuta. Hakuna. Huo ndio ukweli wa maneno. Nilikwambia jana na nilikwambia juzi, ndugu yangu, ukitaka kufanikiwa kwa mambo ya kiroho, weka heshima na Mungu. Weka uhusiano mzuri. Mungu hapendi ukora. Alafu sasa tatizo anakuonaga mbali. Usifikirie utaenda kwa Mungu tu akupokee kifalafala. Anasema najua matendo yako wewe. Najua na kujua. Wewe unafikiria mtu kama huyo unaweza kumchezea? Mungu anakwambia mimi najua matendo yako. Tena anasema kabla sijatembea na wewe, kitu cha kwanza nafanya, nachunguza moyo wako. Nachunguza moyo wako. Angalia ile kibarua iko na kutembea na Mungu. Nachunguza moyo wako na vijaribu viuno. Yeremia 17:10. Najaribu viuno, nachunguza moyo, nachunguza mawazo yako. Fikiria Mungu ni mwanamke, unaweza kumtongoza tu na hadithi. Mungu si mwanamke, unaweza kuja na hadithi zako umtongoze hapo. Wangapi wananielewa lugha ndugu yangu? Mungu sio mwanaume. Wakati mwanamke anamtaka, anaenda anamtongoza na maneno ya uongo. Ndugu yangu, Mungu atongozeki bwana. Tuambiane ukweli. Injili kama hizi imekuwa nzito kwa masikio ya Wakristo. Injili kama hizi, Mungu hatongozeki eti unaenda tu na hadithi zako ndefu. Alishakupima kitambo. Wewe unajua kuna watu walimfuata Yesu wakajaribu kumtongoza. Bwana, umekuwa wapi Bwana? Tumekutafuta kweli kweli. Tumekutafuta, tumevuka bahari, tumevuka. Akaambia kwendeni huko nyinyi. Mmekula samaki na mikate ndio mmekuja kunitafuta. Nyinyi hamjakuja kutafuta uokovu, ni samaki na mikate. Sasa wewe fikiria mtu ambaye anakujua hivyo, utamdanganya nini? Anytime you are dealing with God, be honest. Rarua moyo wako. Fungua mawazo yako. Tumedanganywa kwa muda mrefu. Ukiwa na shida njoo nikuombee bwana, hii mambo itaisha. Nimekwambia tangu Monday mpaka leo, suluhisho haipatikani kwa maombi.
Suluhisho inapatikana kwa uhusiano mzuri na Mungu. Tumpe Bwana Yesu makofi jamani, tumpe Kristo makofi. Uhusiano mzuri. Mimi nimekuta mwanamke bwana, wamekosana na bwana yake. Ni true story. Wamekosana na bwana yake bwana, wamepelekana mpaka mahakamani. Wakifika pale mahakamani, mzee akaambiwa, basi una maneno ya mwisho, tumalize hii kesi. Wameongea. Sasa inafika, mzee, una jambo la kumalizia, tumalize kesi, utajitetea, kuna jambo la kujitetea? Bwana yule mzee akakaa chini, akasema, mke wangu, ni kweli nimekukosea, lakini kumbuka, mke wangu, nakupenda, na hiyo unajua sijamuonyesha mwanamke upendo kama wewe. Mwanamke anasema ndio. Wewe unajua huyu mwanamke alisema ndio karibu mara 10. Mwisho alimwambia magistrate, hii kesi mimi nimemaliza, naenda na mume wangu nyumbani. Huyu mwanaume alibase argument yake kwa good relationship. Ni kweli nimekukosea mke wangu, lakini nakupenda, unajua ndio. Watoto na wahudumia vizuri, ni kweli ama sio? Ni kweli. Hata wewe na kuhudumiaga vizuri, ni kweli. Mwanamke alisema ni kweli mara 10. Ndugu yangu, kesi liisha. Na mzee anasema wazi, nikiwa na pesa sikugawii mke wangu. Ni kweli unanigawia. Kwa nini huwezi kuelewa ya kwamba hili ni kosa? Sikulikusudia kutenda, sikulikusudia. Mama akasema, bwana, wacheni tutaongea nyumbani. Uhusiano mzuri. Walitoka mahakamani wameshikana mikono. Uhusiano mzuri. Mimi nimeshawahi kuona bwana, jamaa amepatikana na kesi kazini kabisa. Walichunguza bwana, wakaona kabisa huyu jamaa ndio ameiba ile mali ile. Lakini wakiwa kwenye ile board meeting wanapanga watamchukulia hatua gani, kukasimama tu jamaa mmoja sema, lakini bwana, msisahau huyu jamaa ametusaidia kwa mambo mengi. Pana uwezekano ni shida imemsukuma kuiba. Huyu mtu tumefanya naye kazi miaka 36. Ashawahi kuiba tena? Hapana. Huyu mtu ameshawahi kufanya nini? Hapana, zilisemwa 10. Nakwambia, hapana, zilisemwa 10. Kesi ya huyu jamaa ikaisha. Wakamwambia, bwana, rudi kazi na kile ulifanya tutakukatakata polepole mpaka tumalize. Sawa bwana, sawa. Kesi, uhusiano mzuri. Walikaa wenyewe wakaambiana, unajua huyu bwana tumefanya kazi naye miaka ngapi? 36 years. Ashawahi kuiba? Hapana. Ashawahi kuja kazini amechelewa? Ashatukanana hapa na hapana. 10. Hapana. Wasema, hebu tuangalieni vizuri bwana, ni nini kimemsukuma huyu bwana kuiba? Tuangalieni vizuri, tusiwe haraka tu wa kumhukumu. Tuangalie. Wakaangalia wakakuta jamaa alikuwa na mama yake mgonjwa, anasumbuana na kansa. Wakasema, hapana, tunamrudisha kazi, hiyo pesa tutakata kidogo. Walikata, ilipofika nusu wakasema tumemwachia. Hakuiba, ende alewe. Unakumbuka yule jamaa alijaribu kutorosha mtoto pale Pumwani. Kuliko awekwe ndani, hata ndio alibarikiwa. Kuliko awekwe ndani, watu walitoka huko na mapesa, wakasema, bwana, huyu tunalipa hiyo deni. Kuna polisi alitokea kule akasema, nilikuwa nimekuja huyu mtu asiwekwe ndani, mimi nitalipa hiyo deni. Kuna mwingine akatumwa kutoka Ulaya, journalist wa BBC London, akasema, kimbia Kenya, nenda kaangalia huyo jamaa. Eti wanasema anatorosha mtoto. Si mtoto ni wake, ndio, na mke ni wake. Hii ni shida, peleka hii pesa. Na hata wakijaribu kumpeleka mahakamani, enda kampiganie kesi.
unacheza bwana. Uhusiano mzuri, roho ya mtu mweupe, roho ya mtu mweupe, ndugu yangu, inaweza kusababisha hata wale walio London waseme hapana, tumeshawahi kusikia wahuni, lakini huyu roho zetu zinatushuhudia huyu ni mweupe. Haleluya! Tumpatie Kristo makofi, tumpe Yesu makofi maswa. Usifanye mchezo bwana. Uhusiano wa mafanikio na Mungu ni uhusiano mwema, na ndio maana ukisikia Wakorintho wa kwanza 15:58 inasema simameni imara. Wakristo wameshindwa kusimama imara ndani ya ushuhuda wao, yaani kusimama imara. Bwana, nimeokoka, mimi ni binti, nimeokoka, kama unanisaidia nisaidie, lakini swala la mapenzi ndio unisaidia, mimi nimeokoka. Paulo anasema nimepigana vita vizuri, imani nimeilinda, imani sijakubali ichafuliwe, sijakubali imani ichafuliwe, nimeilinda. Hebu muongeze Bwana Yesu makofi bwana. Sijakuja hapa nipoteze time yangu, nikwambie hadithi ndefu, story tamu, nikuwekee mikono uanguke kule uamke, nikurushie maji. Sifanyi kazi ya upumbavu kama hiyo. Ndugu yangu, mimi nakwambia cheupe kile kiko ndani ya Biblia. Huna uhusiano mzuri na Mungu, sahau. Inawezekana ndugu yangu, huu ni wakati watu wanatumia uwezo wa kila aina. Nilikwambia bwana, hii dunia ni kama dustbin. Wangapi wananielewa vizuri? Mtu asikudanganye, hii dunia ni nzuri, hii ni dustbin. Kama Mungu hakutafuta mahali pengine pa kutupa shetani, aliona tu amtupe hapa. Nielewe, shetani ni kitu mbaya na iliasi huko mbinguni. Mungu angetaka kumtupa huyu shetani, angemtupa mahali pabaya sana, lakini kama Mungu aliona mahali pa kumtupa huyu gaidi ni hapa, ndugu, yani dunia hii ni dustbin. Roho zote za kila aina zinapatikana hapa. Roho za Hare Krishna hapa, roho za Buddha hapa, roho za ondeto hapa, roho za Jehova wanyonyi hapa, wachawi na waganga wa kila aina hapa. Hii dunia ni dustbin. Mwenye masikio afanye nini? Wewe unaiona nzuri kwa sababu umepewa macho ambayo hayaoni ukweli wa hii dunia. Wewe unaona mimea, unaona magari, unaona noti. Lakini ndugu yangu, acha upewe macho ya kweli. Wale ambao wakiangalia dunia wanaiona giza. Yohana anasema nuru iliingia gizani. Watu wakapenda giza kuliko kupenda nuru. Sasa hivyo ndivyo Mungu anaona dunia, ni giza tupu hili. Macho yako hayana ukweli. Ndio maana unaweza ukaona binti anapita ukafikiria ni malaika, kumbe ni pepo. Ndugu yangu, macho yako yanaona mapaja yake, macho yako yanaona matiti yake. Tena amekufungulia blouse, unaona varanda za matiti, unasema wewe huyu hapo juu. Ukikaa na yeye wiki mbili, unaanza kuita majina ya kwenu yote. Macho yako hayaoni ukweli. Naona mwanaume anapita, unasema huyu jamaa huyu chani, huyu ni chani poa, kumbe ni gaidi. Kazi yake ni kunywa damu za watu. Hamalizi mwaka bila kudunga mtu kisu, hamalizi mwaka bila kunyonga. Ndugu yangu, macho yetu hayaoni ukweli. Unaenda kwa kampuni unasema haki, nimeangukia hii kampuni, haki watanilipa vizuri. Kumbe wale wakubwa wa hiyo kampuni bwana, usiku bwana,
Ni mailuminati bwana, wakikaa hivi wanasujudia wanawake wakiwa uchi, wanalala na manyoka. We ujui bwana, ni jengo zuri limezungukwa na vioo. Usiku bwana linameremeta, mchana bwana nje ya pale kuna maprado kwenye maparking, maprado, mabenz. Laiti ndugu yangu patiwe macho mazuri ya kuona. Mungu awasaidie. Wafilipi 1:11 na kuomba ndugu yangu uwe na uhusiano mwema na Mungu. Mimi nacheka nikikumbuka wakati Abraham amesimama na Lutu, anaambia Bwana Mungu amesema hivi, hanibariki mpaka tuachane na wewe. Hivyo ndio Mungu ameniambia. Yaani Mungu amesema haendelei kutembea na mimi mpaka yangu na yako tumalize leo. Sasa chagua kule unaenda. Wewe ukichagua huku, mimi nitaenda huku, na wewe ukichagua huku, mimi naenda huku. Sasa chagua. Mmoja alikuwa na macho ya kiroho, mwingine alikuwa na macho ya kidunia. Lutu akaangalia Sodoma, akaona ina matawi mazuri, miti. Akasema huku ni Ulaya bwana, huku Ulaya. Akaangalia Kanaan, akaona mawe, mchanga. Akamwambia Abraham, mimi naenda huku. Ni kama leo ndugu yangu, ukiangalia, ukiletewa picha ya Amerika hivi, America, United States of America, uletewe picha yake tu hivi, ndugu yangu, utachukia kwenu. Utamuuliza Mungu, kwa nini nimezaliwa Kenya na watu wanakaa vizuri hivi? Lakini ndugu yangu, ingia huko usikie watu vile wanauana, usikie uovu wa kila aina, uchawi wa kila aina unaanzia huko. Leo hii Amerika ndio inaitwa Babylon ya leo, Babylon ya leo. Ukiangalia tu, Mungu, naomba nisikufe kabla nifike huko. Na ndio kumejaa uovu wa kila aina. Tembea tu Mombasa hivi, Mombasa sasa hivi nasikia Uhuru amefanya kazi huko, ameweka bridge mpaka ndani Likoni huko, Likoni ferry, kuna bridge tu, floating bridge. Kuna bridge tena nyingine inapitia huko mpaka Miritini, inatoka South Coast mpaka Miritini, inawaka bwana, inang'ara. Lakini mashoga yote inatoka huko, wanaume mashoga huko, wanawake lesbian huko, madawa ya kulevya yote huko, majini, wale watu wanatajirika na majini huko, wale watu wanauza bibi zao walale na majini huko, wale wanazaa na wanatoa kafara watoto wao huko. Ndugu yangu, kaa kwenu. Kama ni Ukambani, tosheka huko. Kama ni Ujaluoni, kaa huko my friend. Yule aliyesema east or west, home is the best, sio mjinga. Wangapi tunaelewana vizuri? Sio mjinga. Mungu nisaidie. Mungu, nataka nitembee na wewe. Tengeneza uhusiano, maombi baadaye. Kabla hata Abraham ajue kuomba Mungu, alianza uhusiano na Mungu, uhusiano mwema. Wafilipi 1:11. Wacha nikujenge Bwana, wacha nikupe ukweli, labda utabadilika, utanyoroka, utakaa vizuri na Mungu. Kuna kitu kinamfurahisha Mungu kama uhusiano. Kabla Daudi hata achaguliwe kuwa mfalme, alikuwa na uhusiano na Mungu, uhusiano mzuri. Haleluya! Wengi wanapenda hivyo
vya mafuta, vitambaa, chumvi. Watu wanapenda sababu wana imani haba. Wewe ukumbuki Naaman aliuliza, yani huyu bwana hata hajakuja kuniombea. Yani si angekuja tu bwana niwekee mikono hata tu, yani aniwekee tu mkono hivi, sababu Naaman alikuwa amezoea taratibu za ibada za kwao kule Washami. Washami walikuwa na ibada zao. Bwana Yesu asiwe sana. Haleluya. Wangapi wananipata vizuri kabisa? Sasa bwana, kule kwetu bwana, utamwagiwa hivi, utaguswa hapa, utashikiliwa. Lakini sasa huyu mwanzo hata ametumana tu, nenda kamwambie aende Jordan ajitumbuize. Sasa hivi ni ibada gani? Kuna watu wanapendelea ibada hizo, ibada za kilejo Maria. Bwana, wale wasipopiga kelele maombi haijashuka. Wasipofika hapo ibada haijashuka. Eti wewe uende tu pale, Yesu fungua milango, amen. Wanakwambia hujaomba Bwana. Lazima watu walie kama simba. Wanasema sasa nguvu imeshuka. Wafilipi 1:11. Wacha tuanze mstari ni ule wa 10. Sikia, hata 9 ni sawa. Haya ndiyo maombi yangu, kwamba upendo wenu uongezeke zaidi na zaidi katika maarifa na ufahamu wote. Unajua, upendo ni swala linaloongelelewa katika uhusiano. Kama hakuna uhusiano, hakuna upendo. Na ukiona hili swala la upendo limesukumwa, maana yake uhusiano umeanza. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, maana yake alikuwa na uhusiano na ulimwengu tangu zamani tu, kwa na uhusiano nao. Sasa mahali kuna swala la upendo, kuna swala la uhusiano. Kama hamna upendo, hamna uhusiano. Sasa sikiliza, kwamba upendo wenu uongezeke zaidi na zaidi katika maarifa na ufahamu wote, ili mpate kutambua yale yaliyo mema, mkawe safi, wasio na hatia hadi siku ya Kristo, mkiwa mmejawa na matunda ya haki yapatikanayo kwa njia ya Yesu Kristo, kwa utukufu na sifa za Mungu. Haleluya. Situmpatie Bwana Yesu makofi mazuri. Hicho ni kibarua kizito, sababu uhusiano huo uwe na upendo, na ni upendo ambao unahitajika kuzaa matunda ya ukweli. Ndio maana yanaitwa matunda ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kweli unampenda mwenzako, huwezi kumfanyia matunda yasiyo haki, na ndio maana Mungu anasema iambatane na matunda ya haki, kama kweli tunapendana. Na ndio maana unakuta mwanamke anakwambia, bwana, kama unanipenda kweli, mbona hata hujaniletea kazawadi? Mbona sioni? Ni kweli upendo wako ni wa mdomo tu, lakini matendo yako haleluya. Lazima matendo yawe pale. Umetembea huku, umekutana na ile peremende za lollipop, nunua 2 mpelekee. Haleluya. Umetembea umekutana na chips, nunua pelekee. Anasema basi, upendo wa huyu una vitendo. Upendo wa huyu una vitendo, sio maneno makavu, una vitendo. Haleluya. Na Mungu pia anasema na nyinyi pia upendo wenu uwe na vitendo, tena vitendo vya haki, sio vitendo vya dhulma. Nilikuta mwanaume bwana anamtendea mpenzi wake vitendo vya dhulma, na anakiri kwa kinywa chake, bwana nampenda yule,
hata ukiona nafanya hivi na hivi nampenda. Wanasema hapana bwana, hivyo vitendo ni vya dhulma. Huwezi kumtendea yule unayempenda hivyo. Kwa nini unamzaba makofi? Nampenda bwana, unajua nampenda, ndio maana hata mkiona namzaba makofi namweka line tu, namweka wanamwambia bwana. Haleluya. Wangapi wameshawahi kuona wanaume wanafanya hivyo? Bwana wanazaba kabisa. Anaambia kwa nini unampiga na unasema unampenda? Bwana unajua namweka line tu, ndio maana nampenda. Namweka line tu kidogo, namshtua tu. Lakini sasa umemvunja mkono bwana. Hiyo bahati mbaya. Simama kwa miguu yako miwili. Simama kwa miguu yako miwili. Uhusiano wako na Mungu unakaa namna gani? Na wauliza wa Kristo, tuache kumlaumu Mungu sana. Hebu tujichunguze wenyewe, uhusiano wetu na Mungu unakaa hali gani? Tumekuwa wepesi wa kumlaumu Mungu. Bwana naomba, mbona maombi hayajibiwi? Bwana nafanya, mbona. Lakini shida sio Mungu. Daniel alimwambia Mungu, wewe una makosa, sisi ndio wenye makosa. Yeremia wakati alipokuwa anaandika kitabu cha maombolezo alisema, Bwana wewe uko haki, sisi ndio wakosefu, sisi ndio tunakosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamisha uso wako. Baba, ni asante kwa message ya leo. Tumeelewa kabisa ya kwamba mara nyingi sisi tunakosea. Yakobo 4 anasema tunaomba, tunapigana, tunauana, lakini tunaomba vibaya kwa sababu tunaomba tamaa zetu. Ndio maana tujibiwi. Aliye rafiki wa ulimwengu huu ni adui wa Mungu. Maandiko yanasema hivyo. Wengi wetu kwa kuto kumwelewa Mungu kwa undani, tuna shida ya kutembea na yeye. Mungu ana matakwa yake, ana sheria zake na kanuni zake. Tatizo ni kwamba sisi watumishi wako Bwana hatuyaweki mambo haya kweupe, hatuyaweki kweupe. Tunawaita washirika kwa hadithi zingine, lakini inapoanza kuwa changamoto katika maisha yao na wewe, sasa hapo wanaanza kuelewa the bitter truth in a very bitter way. Tunapenda kuwaita watu kwa lugha tamu na kwa njia zingine, lakini hatuelezee ukweli. Tusaidie Jehova, tuwe weupe. Watu walipokee neno lako kwa weupe, watu wajihusishe na wewe kwa weupe. Tusaidie Jehova, tusimamishe imara kwa kila jambo tunalofanya, tukupendeze wewe. Biblia inasema wazi ya kwamba ombi la Paulo ni tuyajue mapenzi ya Mungu, tufunuliwe mapenzi yake, tujue makusudi yake. Hayo ndiyo maombi ya Paulo. Baba, tusaidie tuwe na uwepesi wa kutembea na wewe, na uwepesi wa kutembea na wewe ni kuyajua mapenzi yako na kuyatii na kuyapokea kwa moyo mweupe. Wale wote wamesikia mafundisho ya jioni ya leo, basi baraka iwe juu yao. Roho wako azidi kuwahudumia, zidi kuwazungumzia. Mimi nimewazungumzia kwa sehemu, lakini Baba tunaomba wewe wazungumzie kwa ukamilifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Wote tuseme amina. Ni wewe tu najua kule mmetoana, kule mmenapelekana. Maagano yako na Mungu akusaidie, tembee kwa njia ya ukamilifu, njia ya weupe. Kumbuka kesho pia ni siku njema ambao tutasikia neno, na naomba usiondoke. Lazima tufunge ibada hii kwa neno la maombi, alafu nikuachilie. Kwa wale ambao wanasema, Bwana mchungaji, bado nina muda kidogo, naweza kukaa. Tukitoka hapa tuna ibada pale kanisani, kuna ibada inaendelea. Mahali unaposikia sauti hiyo mahali inapotoka, ibada inaendelea pale. Unaweza ukakimbia pale, ukafanya sala, ukafanya maombi. Inamisha uso wako, tufunge ibada hii kwa neno la maombi. Baba, ni asante
Tumeanza vizuri na pia tumemalizia vizuri. Sauti yako tumeipokea, inapendeza. Tunazidi kujifunza. Kuna mambo tu ambayo yanaweza kutusaidia kwa urahisi sana sisi tuweze kukomaa. Uhusiano mwema utatufanya sisi tutembee na wewe hata katika mapito gani. Kama kweli tunapendana na wewe, kama kweli tunaheshimiana na wewe, itatufanya sisi tukuvumilie, tutembee na wewe kwa hali zote. Itafanya sisi tutembee na wewe siku nyingi. Uhusiano mwema. Baba, sisi kama Wakristo tujiulize swali hilo. Uhusiano wetu na wewe uko namna gani? Uhusiano unaozingatiwa na utiifu, upendo, utakatifu. Uhusiano mwema. Hayo yametosha. Hayo yametosha wewe kutembea katikati yetu. Hayo yametosha wewe kukaa ndani yetu. Uinuliwe Mwokozi daima. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Wote tuseme amen. Mwangalie tu jirani yako, mtakie tu heri, mwambie tu amani ya Bwana ikulinde. Amani, upendo wa Kristo ukulinde. Kesho pia ni siku, tutaonana kesho kwa mapenzi ya Kristo.